Bana, leo nimekuandalia list ya simu 10 mpya na bora kwa mwaka 2025. Katika list hii simu karibia zote zimetengenezwa na kuanza kusambazwa rasmi mwaka 2025. Na bei zake ni very affordable, kuanzia $300,000 mpaka $800,000 tu kwa pesa za Kitanzania, lakini uwezo wake ni noma kabisa na uwezo wa kamera zake pia balaa, au sio? Tusipoteze time, tuanze kuhesabu list yetu. Na by the way, tuanze na namba 1 as usual. Hii ni Samsung Galaxy A06 5G. Simu hii bei yake ni shilingi $350,000 tu kwa pesa za Kitanzania, lakini muundo wake ni mtamu sana. By the way, iko very simple, ina macho mawili hapo nyuma, na simu hii ilianza kupatikana mwezi wa pili tarehe 19 mwaka 2025. Simu hii inakuja ikiwa na Android 15, lakini unaweza kuiupgrade mpaka mara 4 yake, au sio? Na pia kwa upande wa memory, simu hii inakuja ikiwa na internal storage ya GB 64, lakini RAM ni GB 4, ila pia unaweza kuipata kwa GB 128 ikiwa na RAM ya 4GB. Pia unaweza kuipata kwa GB 128 ikiwa na RAM ya 6GB. Main camera yake ya nyuma ni megapixel 50. Lakini iko na macho mawili na jicho lake la pili liko na megapixel 2, lakini selfie camera ni megapixel 8, ni kamera mbele, au sio bana? Battery yake ni 5000 mAh. So hii ni moja kati ya simu ambazo zina uwezo mzuri tu na mkubwa sana wa kukaa na charge, au sio? Namba 2 ni Oppo A5 Pro. Simu hii bei yake ni $468,000 mpaka $612,000 katika maduka mengi nchini Tanzania kulingana na specification zake. Ilianza kupatikana mwaka 2025 mwezi huu wa 3. So hii bado ya moto kabisa. Na simu hii inakuja ikiwa na 6GB RAM na ama 8GB kwa upande wa RAM, na storage ni 128 ama 256. So utachukua kulingana na uwezo wa mfuko wako. Kamera ya nyuma ni megapixel 50, lakini pia as usual iko na macho mawili hapo nyuma, na muundo wake ni mzuri sana. Bana, ni muundo fulani hivi kama unamiliki iPhone fulani, au sio? So Oppo ni noma kabisa, wameamua tusiwe wanyonge kwa upande wa design. Na kwa upande wa kamera mbele inakuja na megapixel 8, lakini Android ni 15, au sio? Na battery ni 5800 mAh. So ni moja kati ya battery ambayo inakaa na charge muda mrefu sana, uweze ukatembea na charge mitaani hapo. Namba 3 ni Realme 14 Pro. Price yake kwa nchini Tanzania ni $518,000 mpaka $630,000 according to specifications, au sio? Simu hii ilianza kupatikana January 16 mwaka 2025, na kamera yake ya nyuma iko na megapixel 50, lakini kamera yake ya mbele iko na megapixel 16. So hii ni moja kati ya simu noma kabisa, na kwa upande wa kamera wametisha kwa sababu ina shoot mpaka 4K kwenye video. Lakini Android yake ni 15 na RAM ni 8GB, inakuja ikiwa na storage ya 128, ama pia unaweza kuipata ikiwa na RAM ya 12GB na storage ya 256. Hiyo ni kulingana na budget yako tu, au sio? Battery yake ni 6000 mAh, lakini muundo wa simu hii ni balaa. Hii ni moja kati ya simu ambayo zina muundo very unique. Ina macho matatu hapo nyuma kwa upande wa kamera, lakini kamera zake zimekaa kwa muundo wa duara. Ni miongoni mwa simu chache ambazo design ya kamera zake zimewekwa kwa muundo wa duara. So kama unakubali design za namna hii, basi chukua hii hapa Realme 14 Pro kwa shilingi $518,000, au sio? Namba 4 ni Vivo Y29 4G. Bei ya simu hii ni $300,000 tu kwa pesa za Kitanzania mpaka $360,000, na ilianza kupatikana madukani kibongo kuanzia February 20 mwaka 2025. Na simu hii inakuja ikiwa na 6GB kwa upande wa RAM, lakini 8GB pia unaweza kuipata kwa upande wa RAM, pamoja na 128 ama 256 kwa upande wa storage. Kamera yake ya nyuma ni megapixel 50, lakini kamera mbele ni megapixel 8, au sio? Na kwa upande wa battery, simu hii inakuja ikiwa na 6500 mAh. So kwa upande wa battery wa jamaa wameamua kukomesha kabisa, noma sana. 6500 unajua sio kitoto
Lakini Android ni 15. Okay, yes. Na design yake pia iko fresh, au sio? Si mbaya. Na katika listi hii mimi naweza kukwambia pia nimezingatia design ya Zujo. Ni kawaida yangu kuzingatia design ya list za simu ambazo na kusogezea, sio iko na macho mawili hapo nyuma, lakini muundo wake ni mzuri sana. Namba 5 ni Huawei Hynova 12Z. Simu hii bei yake ni $549 mpaka $612 tu, na ilianza kupatikana February 23 mwaka 2025. Iko na 4G network, lakini RAM ni 8GB na 256 kwa upande wa storage. Kamera yake, main camera ni 108 pixel, just imagine. Lakini front camera ni ama kamera mbele ni 32 megapixel. Simu hii pia ina uwezo wa kushoot kichupa mpaka 4K. So hii ni moja kati ya simu noma kabisa, I say. Battery ni 4500, lakini muundo wake pia ni mnoma sana kwa sababu iko very unique. Inakuja ikiwa na bonge moja la jicho hapo nyuma kwa sababu pixel 108, so poa, I say. Lakini iko pia na jicho dogo hapo chini pamoja na flash. Nimependa sana muundo wake wa kamera na yenyewe design yake jinsi ilivyo kiujumla. Hiyo ndo Huawei Hynova 12Z, au sio? So inapatikana madukani kibongo kwa sasa. Na namba 6 ni OnePlus Ace 5. Hii ni simu ambayo inapatikana kwa shilingi $567 mpaka $864 tu kwa pesa za Kitanzania, na ilianza kupatikana mwezi wa 12 mwaka 2024. So hii ni simu ambazo ilianza kupatikana mwishoni mwa mwaka jana. Network yake inapanda mpaka 5G, RAM inakuja ikiwa na 12 ama 16GB, lakini storage ni kuanzia 256 mpaka 512 mpaka 1TB. Noma sana. Android ni 15, lakini kamera yake mbele ni megapixel 16 na nyuma iko na megapixel 50, au sio? Lakini nyuma hii simu iko na macho matatu, so macho yake mengine yana megapixel moja lina 8 na jingine lina megapixel 2. Okay, ina uwezo kushoot mpaka 4K kwa frame rate ya 60. Noma sana. Na battery yake capacity ni 6415. So hii ni moja kati ya simu ambayo inakaa na charge mpaka mwenyewe unachoka. Noma, uwezo ukatembea na charger kama watumia OnePlus Ace 5. Hii ni moja kati ya simu noma kabisa. Anyway, namba 7 ni Realme Note 14 4G. Simu hii bei yake ni $585 mpaka $792 kwa pesa za Kitanzania, na ilianza kupatikana madukani tangu Januari 10 mwaka 2025. 4G network inatumia, lakini iko na 6GB kwa upande wa RAM ama 8GB pia unaweza kuipata hivyo, na kwa upande wa storage ni 128 ama 256. Hiyo itategemea na mfuko wako umeendaje, au sio? Android ni 14, lakini kamera yake ya nyuma ina megapixel 108. Noma kabisa. Na iko na macho mawili, zingatia macho yake mengine ama iko na macho matatu. Hii macho yake mengine yako na megapixel 22, lakini video ina shoot mpaka 1080 pixel and full HD. Front camera ni megapixel 20, so front camera pia imependelewa sana kwa upande wa selfie kwenye simu hii. Battery capacity ni 5500, so hii pia ni moja kati ya simu ambayo inakaa na charge kwa muda mrefu tu. Na namba 8 ni Infinix Smart 8. Simu hii inapatikana kwa shilingi $250,000 tu kwa pesa za Kitanzania, lakini muundo wake ni noma. Hawa jamaa kama wameamua kutupa vile hii simu. Ilianza kupatikana mwaka 2024 mwezi Oktoba, na Android yake ni 14 ambao unaweza uka-expand, au sio? Yani uka-update ama uka-upgrade. Lakini memory yake ni GB 64 na RAM ni 3GB, ama pia unaweza ukaipata ikiwa na RAM ya 4GB ama ukaipata ikiwa na storage pia 128, au sio? So hiyo ni kulingana na mpunga wako. Kamera ni megapixel 13, lakini kamera yake mbele ni megapixel 8 na battery ni 5000 mAh. So pia iko na very powerful
battery. Muundo wake kama ambavyo nimekusanua ni very good design, inavutia, iko fresh, iko vizuri, haina shida, haina mambo mengi. Lakini namba 9 ni Tecno Camon 14 Pro 5G. Simu hii inapatikana kwa shilingi 550,000 tu kwa pesa ya Kitanzania. Lakini pia unaweza ukachukua Tecno Camon 14 Pro 5G kwa shilingi 850,000. Simu hii ilianza kupatikana mwaka 2025 March 3, juzi kati tu hapo. Lakini Android ni 15 na storage ni 128 ikiwa na RAM ya 8GB ama 256 storage na RAM ya 8GB. Main camera ni megapixel 50, yani kamera yake ya nyuma, lakini iko na macho matatu. Macho mengine as usual yanakuja ikiwa na megapixel 8, jicho jingine linakuja likiwa na megapixel 2. Selfie camera ni megapixel 32, lakini battery ni 5200 mAh. Charge yake, hii simu ni moja kati ya simu ambazo zinapokea fast charge, very powerful. Inapokea mpaka watt 45. Just imagine, una uwezo wa kuicharge chap ndani ya dakika 20, simu ikawa imejaa fresh kabisa bila shida. Lakini pia unaweza ukaongeza uwezo wa mfuko wako hapo, kisha ukachukua Tecno Camon 14 Premier, ambao hii sasa yenyewe inakuja ikiwa na kamera ambazo zipo kwenye muundo wa duara. Muundo wake ni noma sana, very unique, au sio? So ni wewe tu, au sio bane? Okay. Now the last one ni Xiaomi Redmi Note 13. Simu hii bei yake ni shilingi 564,000 kwa pesa za Kitanzania, na ilianza kupatikana mwezi wa kwanza mwaka 2024, lakini still bado sio simu ya muda mrefu, au sio? Android yake ni 13, unaweza ku-upgrade mpaka Android 14. Inakuja ikiwa na storage ya 128 ama 256 au 512, na main camera ni megapixel 108, lakini iko na macho mawili, macho matatu hapo. So jicho lake lingine liko na megapixel 8 na lingine megapixel 2, na selfie camera ni megapixel 16, lakini battery ni 5000 mAh. Okay, so pia battery yake inakaa sana charge. Kwa upande wa design, kama ambavyo unaona, design yake ni very good design. Of course design yake inavutia sana. Kamera zake zimewekwa katika design fulani hivi ambayo hawa wameamua kuto kuiga muundo wa simu yoyote ile. Ni kitu ambacho pia mimi napenda, wamekuja na ubunifu wao. So unaweza ukachukua pia hii hapa Xiaomi Redmi Note 13 kwa shilingi 560,000 tu kwa pesa za Kitanzania. Okay, so kama ulikuwa ukitafuta simu mpya kwa mwaka 2025 kwa bei affordable, basi hizo hapo unaweza ukachagua moja hapo ambayo inaendana na budget yako, kisha ukaenjoy, au sio? Of course kuna faida nyingi sana za kutumia simu mpya kwa mwaka husika, kwa sababu hata teknolojia inakuwa improved, vitu vingi sana vinakuwa viko improved katika simu mpya. So penda sana kununua simu mpya, utaenjoy maisha ya teknolojia. Bana, subscribe right now kama bado hujafanya hivyo, ili uzidi kupata taarifa zaidi za teknolojia kibongo bongo, au sio? Mimi ni Charles Skills. Ciao.